Jaji wa mahakama shirikisho mjini Chicago amekataa ombi la dharura la mwanamuziki R. Kelly kutolewa gerezani na kuwekwa chini ya ulinzi wa nyumbani, akisema hana mamlaka kushughulikia madai mazito yaliyotolewa na mawakili wa msanii huyo kwamba serikali inahusika katika njama ya kumuua akiwa gerezani. Mapema mwezi huu, timu ya mawakili wa R. Kelly iliwasilisha ombi hilo mahakamani wakitaka mteja wao aachiliwe mara moja kwa madai kwamba maisha yake yapo hatarini wakati akitumikia kifungo cha miaka 30 jela kwa makosa ya unyanyasaji wa kingono, ikiwemo kesi ya pornografia ya watoto. Kwa mujibu wa hati ya maombi hayo, mawakili wake walidai kuwa R. Kelly alikuwa akilengwa na njama ndani ya gereza la shirikisho mjini Chicago, ambako alidaiwa kuwa barua zake za mawasiliano na mawakili wake ziliibiwa na mfungwa mwenzake kwa kushirikiana na maafisa wa gereza, na barua hizo ambazo zilikuwa na maelezo ya kimahakama zilidaiwa kupelekwa kwa waendesha mashtaka kabla ya kesi yake muhimu. Zaidi ya hilo, mawakili hao walidai kuwa hatua hiyo ilikuwa na lengo la kumshawishi mpenzi wa zamani wa R. Kelly kubadili ushahidi na kushuhudia dhidi yake katika kesi ya pornografia ya watoto iliyokuwa ikiendelea. Katika madai ya kushangaza zaidi, timu ya utetezi ilisema kuwa maafisa wa gereza walishirikiana na mfungwa mwingine anayehusishwa na kundi la kibaguzi la Aryan Brotherhood kumlenga R. Kelly kwa njia ya kumuua katika gereza la North Carolina ambako alihamishwa baadaye. Lengo lilikuwa ni kuzuia kufichuliwa kwa maelezo kuhusu njama kuiba barua na kuwashawishi mashahidi kubadili misimamo yao. Hata hivyo, jaji aliyesikiliza ombi hilo alisema kwamba hana uwezo wa kisheria kuingilia au kutoa uamuzi juu ya madai hayo ya njama na usalama wa ndani ya gereza, na hivyo alikataa ombi hilo la ulinzi wa nyumbani. R. Kelly ambaye tayari anakabiliwa na kifungo cha muda mrefu ameendelea kupitia hali ngumu akiwa gerezani, huku timu yake ya mawakili ikisisitiza kuwa haki zake za kimsingi zinaendelea kuvunjwa na maisha yake yako hatarini. Wawakilishi wa mahakama, wizara ya sheria na idara ya magereza hawajatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo mazito. Hii hapa ni SNS Media Gentleman.